الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فاتقوا الإيمان وتفضل الله سبحانه وتعالى leo tumepata fursa nyingine ya kukumbushana mambo muhimu katika dini yetu ya Kiislamu. Ada yetu na mada yetu katika siku kama hii leo kuzungumza mambo yenye kufungamana na imani, mambo yenye kufungamana na imani, na tunachozungumza ni kuhusiana na Muislamu kuogopa sana jambo la ushirikina na kuyaogopa yale mambo ambayo ni sababu ya kumuingiza katika ukafiri. Na tulisema kwamba ukafiri umegawanyika katika sehemu kuu 5. Tumezungumza sehemu zote 5, ambao tulimalizia sehemu ya 5 ilikuwa ni kufuru nifaq, ukafiri ambao ni wenye kusababishwa na unafiki, ambao huo tuliuelezea kwa kadri ya haja, na tukasema tutakuja kuzungumza athari au matokeo mabaya yanayosababishwa na unafiki. Tukasema tutakuja kubainisha baadhi ya athari mbaya au matokeo mabaya kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii kwa ujumla. Hivyo ifahamike kwamba unafiki kwa aina zake zote mbili. So tumesema kwa aina mbili, kuna mkubwa na kuna mdogo. Mkubwa ni ule wa kiitikadi ambao unamtoa mtu katika Uislamu, na mdogo ni ule wa kimatendo ambao haumtoi katika Uislamu isipokuwa unamvurugia mtu imani, lakini pia unamweka kwenye hatari. Kwa hiyo ifahamike kwamba unafiki kwa aina zake zote mbili ni mbaya na ni hatari mno kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii kwa ujumla. Na miongoni mwa hizo athari ama matokeo mabaya, kama tulivyotangulia kusema, ni khurujul insan min al-islam. Khurujul insani min al-islam ni kutoka kwa Uislamu katika Uislamu. Idha kana nifaqu i'tiqadiyan, utakapokuwa unafiki wake ni uko kiitikadi, kama tulivyoona katika darasa zilizopita. Unafiki wa kiitikadi ni kudhihirisha Uislamu na kuficha ukafiri. Ndani ya moyo wake mtu kuna itikadi za kufuru, za ukafiri zimemkaa, kama tulivyotoa mifano kwa Mashia na mfano wa wengineo. Na hiyo ni sababu ya kumpelekea mtu kuingia motoni milele na kuwa yeye katika adhabu kali zaidi kuliko wengine, kwamba mtu akifa na unafiki wa kiitikadi, malipo yake na matokeo yake kwa Allah ni motoni, na moto wake unakuwa ni mkali zaidi kuliko hata wale ambao ni makafiri wa wazi, wale ambao wametangaza ukafiri wazi wazi. Wale moto wao ni tofauti na wale wanafiki ambao wametangaza Uislamu, lakini ndani ya mioyo yao kuna ukafiri, kuna itikadi za kufuru ambazo zinakwenda kinyume na imani. Hawa adhabu yao ni kali zaidi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar, hakika wanafiki wapo katika daraja ya chini kabisa katika moto. Walan tajida lahum nasira, wala hawatopata mtetezi, hawatopata wa kuwatetea kwa sababu ya unafiki wao. Kwa hiyo athari mbaya zaidi na kubwa kwa mnafiki mwenye unafiki wa kiitikadi ni kwamba yeye anakuwa ametoka katika Uislamu. Kama vile ushirikina unavyomtoa mtu katika Uislamu na kufuru unavyomtoa mtu katika Uislamu, na hivyo hivyo unafiki wa kiitikadi tumeueleza katika kalima zilizopita. Matukio mengine mabaya yanayosababishwa na unafiki ni intisharu la adawa, ni kuenea kwa uadui. Intisharu al-adawa, kuenea kwa uadui, wal baghdha, na chuki
baina afradi almujtama, kati ya jamii na mtu mmoja mmoja. Wanafiki athari yao ni mbaya sana. Wanafiki kama wanafiki athari yao ni mbaya, na ndivyo Waislamu wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyoathirika na hili jambo, kwa sababu walikuwa wakichanguliwa, wakitenganishwa, ukivunjwa umoja wao mara kwa mara na hao wanafiki. Wanaweza wakatoka vizuri, wakajiandaa, wanaenda vitani, lakini njiani wanafiki wakafanya kazi yao, wakapelekea wakawa ni wenye kupungua. Badala ya kuwa 500 wanaweza wakawa 200 tu au 300. Wengine wote wanafiki wakawa ni wenye kuwapunguza na kuwaondoa katika kundi. Na haya yanafahamika katika vita mbalimbali vilivyotokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Allah amewasifu kwenye sura al-Baqara, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Wanafiki wako katika hali hiyo, wanawahadaa wale ambao kwamba walioamini na wanamuhadaa Allah, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wanazihadaa nafsi zao wenyewe. Wakikutana na Waislamu wanajisifu kwamba sisi tuko pamoja na nyinyi, lakini wakikutana na makafiri washirikina wanasema sisi tuko pamoja na nyinyi, wale Waislamu tunacheza shere tu, ni kama tunawababaisha. Bali waliwaahidi ndugu zao makafiri, Allah amewaita ndugu zao makafiri kwa sababu unafiki huo, unafiki ambao unampeleka mtu katika ukafiri, wakiwaambia bwana, nyinyi hapa hamtotolewa Madina, nyinyi mkotolewa, tutawazuilia, tutawatetea, na kama mkitoka tutatoka na nyinyi, hatutobaki hapa, tutakuwa na nyinyi, na wakiwapiga tutawatetea. Lakini Allah akasema hawezi kufanya hivyo na wala hawezi kuwatetea. Kwa hiyo wanafiki katika miongoni mwa athari zao mbaya katika jamii na mtu mmoja mmoja ni kuingiza uadui, uwe unafiki mdogo ama unafiki mkubwa. Mara nyingi inakuwa ni hivyo, unatengeneza uadui baina ya mtu mmoja mmoja na kwa jamii kwa ujumla, kwa sababu ya an-nifaq. Kwa sababu miongoni mwa kazi za wanafiki ni intisharul fitna baina al-muslimin, ni kueneza fitna, chuki baina ya Waislamu. Kwa hiyo ni madhara ambayo yatakiwa yaipukikwe na watu kujiepusha na mambo ya unafiki. Lakini katika miongoni mwa athari zake vile vile ni dhaifu al-mujtama, jamii inapata udhaifu ya Kiislamu na inapasuka kama ulivyotangulia kusema, na nguvu inakosekana na wanakuwa katika hatari zaidi. Kama tulivyotangulia kusema, mara nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda vitani, basi wanafiki walikuwa wakitengeneza kundi jingine na wanawahofisha waumini, inna an-nasa qad ijtama'u lakum fakhshawhum, mjue kuna watu, kundi kubwa la watu limejipanga kwa ajili yenu, kwa hiyo watakuwa muogope. Lakini waumini hilo haliwahofishi, bali imani yao inaongezeka na kwa Mola wao wenye kutegemea. Kwa hiyo wanafiki katika jamii ni watu hatari sana, wawe ni wanafiki wa kiitikadi au wanafiki wa kimatendo, ni watu hatari sana 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 sana, kwa sababu anaweza akiwa na wewe anaweza akajionyesha kwamba yeye ni mwema kwako, na akawa anakuchekea na kufurahikia na ukasema huyu ni mwenzangu, lakini pia baadaye anakwenda kukufanyia uadui na chuki bila wewe mwenyewe kujua. Anakwenda kukufanyia uadui na chuki bila wewe mwenyewe kujua. Hata inawezekana ikawa katika sehemu za kazi, mkikutana mnazungumza vizuri, lakini yeye ndio anakufitinisha kwa kosa. Wote wana unafiki. Mnakutana vizuri, mnazungumza, mnashereheka na nini, mnaongea maneno mazuri, lakini akiwa na bosi anakufitinisha, anakusema kwa ubaya, anakusema kwa chuki ili uharibikiwe. Kwa hiyo ni mtu hatari sana.
ni mtu hatari. Ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala, alfitnatu ashaddu min alqatl, fitna ni mbaya zaidi kuliko atakuua. Fitna ni mbaya zaidi, matokeo yake ni mabaya zaidi kwa jamii na mtu mmoja mmoja. Mtu anaweza kwenda kukufanyia fitna mahala kuna jambo ukalikosa, kwa hali yoyote ile ukahasirika, ukapata hasara, yani haukupata manufaa juu ya kile kitu ambacho unachokihitajia. Sababu ni nini? Unafiki. Kwa sababu anakufanya unafiki ni mtu ambaye anakujua, mnafahamiana, mnajuana, mnazungumza pamoja, mnacheka pamoja, mnazungumza, lakini mwenzako anakwenda kukufitinisha. Sio katika makazi tu, hata katika familia. Anaweza kaondoka akaenda kufanyia fitna nyumbani kwako, kwa mke wako, au kwa ndugu zako, kwa jamaa zako, akakufitinisha. Lakini akikutana wewe anaweza kukusifu, akakuongelea vizuri, lakini akaenda kwa jamii yako, akaenda kukuharibia muamala, matangamano au yale mashirikiano ya wewe na familia yako, akaenda akayavuruga. Ndio maana akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhul jannata namam, hataingia peponi mtu ambaye ni mfitinishaji alafu ni mbea, haingii peponi, kwa sababu analolifanya ni kubwa zaidi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yatakiwa Muislamu ajiepushe na ajieke nayo mbali, kwa sababu ni katika miongoni mwa tabia mbaya zinazompelekea mtu pengine zikamtoa hata katika Uislamu wake, ikifikia hadi hiyo, au ikamweka nafasi mbaya zaidi kwa Mola wake kwenda kuadhibiwa. Kwa hiyo aina ya 5 ya ukafiri unaomwingiza mtu katika ukafiri ni unafiki, na huo unafiki kuna mkubwa na kuna mdogo. Katika kalima inayofuata tutakuja kuangalia mifano ya vitendo na maneno ambayo kuna maneno mtu akiyatamka, akiyasema, yanamwingiza katika ukafiri. Kuna matendo mtu anapoyafanya yeye anayachukulia kwamba ni ya kawaida, lakini hayo yanampelekea kuingia katika ukafiri. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahfadhna. Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal faqri. Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal faqri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.